Rais wa Marekani Donald Trump anajiandaa kuanzisha msako mkali zaidi dhidi ya wahamiaji haramu kuanzia mwaka 2026 akitumia mabilioni ya dola katika ufadhili mpya, hatua inayozua mjadala mkali na upinzani mkali huku uchaguzi wa katikati ya muhula ukikaribia. Tayari Rais Trump ameongeza idadi ya maofisa wa uhamiaji katika miji mikubwa ya Marekani, ambapo wamekuwa wakifanya misako katika mitaa ya makazi, hali inayosababisha migogoro kati ya maofisa wa serikali na wananchi. Ingawa kumekuwa na misako katika baadhi ya biashara, serikali kwa kiasi kikubwa imekuwa ikihepa kuvamia mashamba, viwanda na biashara muhimu kiuchumi ambazo zinajulikana kwa ajili wahamiaji wasio na vibali halali. Kupitia kifurushi kikubwa cha matumizi kilichopitishwa na bunge kilichodhibitiwa na Republican, idara ya ICE na walinzi wa mpaka wamepata dola bilioni 170 za ziada hadi mwezi Septemba mwaka 2029. Hili ni ongezeko kubwa ukilinganisha na bajeti yao ya kawaida ya dola bilioni 19 kila mwaka. Serikali inasema hizi zitatumika kwa ajili maelfu ya maofisa wapya, wajenga vituo vipya vya kizuizi, kuwakamata wahamiaji zaidi walioko kwenye magereza ya mitaa na kushirikiana na kampuni binafsi kuwafuatilia watu wasiokuwa na hadhi ya kisheria. Hata hivyo, mipango hii inakuja wakati ambapo upinzani wa kisiasa unaongezeka kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao. Jiji la Miami lenye idadi kubwa ya wahamiaji limechagua meya wa kidemokrasia kwa mara ya kwanza baada ya karibu miaka 30. Meya huyo amesema ushindi wake umetokana kwa sehemu na hasira za wananchi dhidi ya serikali za Donald Trump. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mike Madridi yeye amesema kuwa watu wengi sasa hawaoni suala hili kama la uhamiaji tu, bali kama ukiukwaji wa haki za binadamu, kukiuka taratibu za kisheria na kugeuza mitaa kuwa maeneo ya kijeshi. Utafiti unaonyesha kuwa uungwaji mkono wa Trump katika sera za uhamiaji umeshuka kutoka 50% mwezi Machi hadi 41% katikati ya Disemba. Hii ni licha ya kuwa uhamiaji ulikuwa moja ya sera zake zilizoonekana kuwa na nguvu zaidi. Hofu ya wananchi imeongezeka hasa kutoka Haiti, Venezuela na Afghanistan, hatua inayoongeza idadi ya watu wanaoweza kufukuzwa nchini. Lengo lake ni kuwafukuza wahamiaji milioni 1 kila mwaka, ingawa hadi sasa ni takribani watu 622,000 tu wamefukuzwa tangu aingie madarakani mwezi Januari. Msimamizi wa masuala ya mipaka wa Ikulu Tom Homan amesema idadi ya kukamatwa itaongezeka kwa kasi mwaka ujao, hasa baada ya kuajiriwa kwa maofisa wapya na kupanuliwa kwa vituo vya kizuizi. Serikali inapanga kulenga zaidi maeneo ya kazi, jambo linaloweza kuathiri vibaya uchumi wa Marekani. Kukamatwa kwa wahamiaji kazini kunaweza kuongeza gharama za ajira, hali inayoweza kuchochea mfumuko wa bei, swala nyeti sana kuelekea uchaguzi mkuu. Baadhi ya wafanyabiashara wameanza kufunga biashara kwa hofu ya misako. Wazazi wameweka watoto nyumbani na hata baadhi ya raia wa Marekani wameanza kubeba pasipoti zao kila wakati. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa 41% ya watu waliokamatwa na ICE hawakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu zaidi ya kosa la uhamiaji. Hili ni ongezeko kubwa ukilinganisha na kabla Trump hajaingia madarakani. Hata wahamiaji halali hawajaachwa salama. Baadhi yao wamekamatwa wakati wa mahojiano ya green card, wengine kuondolewa kwenye sherehe za uraia dakika chache tu kabla ya kuapishwa, huku maelfu ya visa za wanafunzi zikifutiliwa mbali. Kadri Trump anavyozidisha vita dhidi ya uhamiaji, swali kubwa linasalia ni je, mkakati huu utampa ushindi wa kisiasa au utageuka kuwa mzigo mkubwa unaweza kugharimu yeye na chama chake katika uchaguzi mkuu ujao. Je, wewe una maoni gani kwa hiki kinachoendelea? Unaweza kuwa sehemu ya taarifa hii kwa kuacha komenti yako hapo chini, na usisahau kusubscribe, kulike na kuwasha alama ya kengele kwa habari zaidi kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka Tanzania.